Hello, karibu sana tena kwenye series yetu hii ya Set Me on Fire. Na leo tuko season ya 6. Naamini kwamba umekuwa ukibarikiwa, umekuwa ukijengwa, umekuwa ukipiga hatua kwenye maisha yako binafsi ya kiroho. Mimi ni rafiki yako Patrick Seuya, na leo tutaendelea kuangalia jinsi ambavyo nidhamu za kiroho zinaweza kutusaidia kuwasha na kutunza moto wa Mungu ndani yetu. Na leo kwenye episode hii ya 6, kimaalum na kimahususi kabisa, nitaongea na wewe kuhusu kitu ambacho ni kigumu zaidi kumpa Mungu. Mshawahi kujiuliza ni kitu gani kigumu sana kumpa Mungu? Kumbuka tunaongea kuhusu nidhamu za kiroho. Kwa hiyo nitakwambia ni kitu gani ambacho ni kigumu zaidi kumpa Mungu. Kitu kigumu zaidi kumpa Mungu sio sadaka, sio fedha. Fedha kimsingi ni moja ya vitu vyepesi sana kumpa Mungu. Yaani wewe kutoka nyumbani na hela ukaenda kuweka kwenye kikapu cha sadaka, hicho ni kitu chepesi sana. Wala huhitaji kuwa na mahusiano na Mungu kuweza kutoa sadaka. Kitu kigumu zaidi kumpa Mungu sio kwenda kwa kutembelea watoto yatima na kuwaona wajane na kuwapa sadaka. Hayo yote ni mambo mema, lakini sio mambo magumu kama hiki kitu kimoja ambacho nitakwambia leo. Kitu kigumu zaidi kumpa Mungu ni muda. Kitu kigumu zaidi kumpa Mungu ni wewe mwenyewe. Kitu kigumu zaidi kumpa Mungu ni wewe mwenyewe. Na unampaje Mungu wewe mwenyewe? Baada ya kumpa Yesu maisha yako kwa kuokoka, unaendelea kumpa Mungu wewe mwenyewe kwa kumpa muda wako. Unajua kitu pekee ambacho ni wewe ni muda. Ni muda wako, kwa sababu wewe huwezi kuwepo sehemu zaidi ya moja kwa wakati huo huo. Kwa hiyo ukiwepo hapa, kwa mfano mimi saizi niko hapa naongea na wewe, huwezi kunikuta sehemu nyingine yoyote hapa duniani physically. Utanikuta hapa nilipokaa sasa hivi. Kwa hiyo hapa ninachokifanya, maana yake nimekipa maisha yangu kwa sasa. Kwa huu muda tutakao kuwa pamoja kwa sasa hivi, nimetoa maisha yangu na sitakuja kupata tena huu muda ambao ninautumia hapa. Kwa hicho pia ndio kitu kigumu zaidi. Hela tutatafuta hela, mambo mengine tutayatafuta, lakini muda ndio wewe. Ukishampa Mungu roho yako, kinachofuata ni wewe kumpa Mungu muda wako, na hicho ndio kitu kigumu zaidi. Shetani anaweza akakuruhusu utoe sadaka, anaweza akakuruhusu utoe mali zako, lakini ukianza kumpa Mungu muda, shetani atakabiliana na wewe, ataanza kukupinga. Kwa nini? Kwa sababu anajua kwamba hicho ni kitu kimoja ambacho ukimpa Mungu kwa muendelezo, maisha yako hayawezi kubaki jinsi yalivyo. Lazima kutakuwa kuna badiliko ambalo litatokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo utagundua kwamba kila mara ukitaka kutumia muda na Mungu, kuna namna fulani utakuwa unajikuta, hasa mwanzoni ukiwa unaanza, kuna namna fulani utajikuta utakuwa unapata upinzani fulani. Mwalimu wangu mmoja alikuwa ananisimulia jinsi ambavyo yeye alikuwa ametenga muda wa mchana kama saa 9 hivi kuwa ndio muda wake binafsi na Mungu. Alikuwa yuko likizo kipindi hicho. Kwa akaniambia kila muda ilikuwa ikifika saa 8:30 ile kwenda saa 9, kuna mtu anakuja kugonga mlango. Anakuja rafiki yake tu, anakuja ili wapige story. Akija wakianza kupiga story, anashangaa muda wake na Mungu aliyokuwa ameutenga umepita, ratiba imepita, inakuja unafika ni muda wa mambo mengine. Alafu rafiki yake sasa mwenyewe alikuwa anakuja kumwambia story za watu wengine, kuwasengenya watu. Kwa baadaye akamwambia yule rafiki yake, mimi sitaki mambo ya watu, sitaki tuongee mambo ya watu hapa. Mimi nimeokoka, sisemi watu wengine. Yule rafiki yake akamwambia basi sawa, nitakuwa nakuja, basi tuwe tunaongea mambo yetu wenyewe wewe na mimi. Kwa bado akawa anakuta tena muda wake ule tena, bado yule rafiki yake ameshindwa kuelewa kwa anakuja tena. Kwa utagundua hapo nyuma yuko nani? Yuko shetani. Siku nyingine tena nikawa naongea na mtu mwingine tena, akawa ananiambia, yani leo nimepambana sana, nilikuwa nimeenda kufanya huduma mahali. Baada ya ibada akaja huyo mtu mmoja akawa ananiambia, ni leo nimepambana sana kuja hapa kanisani. Anasema nilishinda nyumbani siku nzima, lakini imefika muda tayari sasa nimejiandaa naondoka kwenda kuja kanisani. Nimetoka tu hivi nje, kabla ya kufika getini akagonga mgeni. Amekuja na nafikiria tu labda anakuja tu haraka haraka ananisalimia, anaona anaingia anakaa. Kwa inabidi tena tuanze tena mambo mengine. Kwa hiyo ikabidi nimwache nije. Kwa hiyo utagundua kwamba shetani anapambana sana usimpe Mungu muda. Kutoa sadaka, unaweza ukatoa sadaka hata moyo wako ukiwa hauko sawa. Kaini alifanya hivyo. Kaini alimpa Mungu mazao yake. Huwezi kusema hakutoa kitu, alitoa, japo hakutoa kwa moyo mkunjufu, lakini alitoa. Anania na Safira walitoa nusu ya thamani ya kiwanja. Haikuwa sadaka kamili, lakini hatuwezi kusema kwamba hawakutoa. Walitoa.
Kwa unaweza ukatoa hata moyo wako ukiwa hauko sawa, lakini kumpa Mungu muda ndio kitu ambacho Mungu anakitaka kutoka kwetu, na ndio kitu kigumu zaidi kumpa Mungu. Kumtengenezea Mungu nafasi kwenye maisha yako ya kila siku. Hiyo ndio sadaka ya muhimu zaidi. Biblia inatuambia tuitoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndio ibada yetu yenye maana. Kumtolea Mungu muda wako ambao hiyo inatoa maisha yako na kumpa yeye. Kumwambia Mungu, apportion hiki kipande cha maisha yangu, kwa huu muda nitakuwa mimi nakaa na wewe. Hicho ndio ambacho Mungu anakitaka kwenye maisha yetu, na ndio kitu kigumu zaidi kumpa Mungu. Na usipompa Mungu muda, vitu vingine vyote unavyompa vinakuwa havina maana. Usipompa Mungu muda, ukimpa sadaka inakuwa haina maana. Ukimpa vitu, mali zako zinakuwa hazina maana. Ukimpa kingine chochote kinakuwa hakina maana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hana shida ya vitu. Mungu ana shida na moyo. Hata ukitoa sadaka, Mungu anausoma moyo wako. Unakumbuka kipindi kile Yesu alipokuwa amesimama pale kwenye kile chombo cha sadaka, wakaja matajiri pale wakatoa, akaja mama mmoja akatoa senti tu chache, lakini Yesu akasema huyu ametoa kuliko wote. Kwa nini? Kwa sababu ukitoa sadaka, Mungu anausoma moyo wako. Haangalii tu kile unachokitoa, kwa sababu Mungu sio mhitaji. Mungu sio mhitaji. Mungu anaangalia moyo. Kwa hiyo ukiwa mtu unayempa Mungu muda, hata ukitoa sadaka inakuwa na maana. Hata ukitoa vitu vingine vinakuwa na maana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakuwa ameshakupata wewe. Kwa anakuwa amekupata wewe pamoja na vitu vyako vingine. Wakati fulani wana wa Israeli walidhani kwamba Mungu ana shida na mali zao, kwamba wakitoa sadaka za kuteketeza wanatoa kwa sababu Mungu ni mhitaji, anazitaka. Mungu akawaambiaje hapa kwenye Zaburi 50:11 hadi 13? Mungu anawaambia, na wajua ndege wote wa milima na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa nisingewaambia, maana ulimwengu ni wangu na avyo viujazavyo. Je, nile nyama ya mafahali au ninywe damu ya mbuzi? Mungu anawaambia, ningekuwa mimi nina njaa, yaani nina shida hizi sadaka zenu hadi nazihitaji, basi nisingewaambia nyie. Kwa nini? Kwa sababu nina wanyama wamejaa huko kwenye milima na mashamba. Wanyama wote walioko milimani na mashambani ni wa kwangu. Ningechukua hao, nisingewaambia nyie kwamba mniletee sadaka. Kwa Mungu anatutaka sisi. Mungu anawataka watoto wake. Hilo ndio hitaji. Hicho ndio kilichomfanya Mungu amuumbe mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa sababu alikuwa anataka ushirika na mwanadamu. Mungu alimtoa Yesu akaja akafa kifo kile alichokufa cha mateso na cha aibu sana, kwa sababu Mungu anataka ushirika na mwanadamu. Kwa kila mara ukimpa Mungu ushirika, ukitoa muda wako ukatengeneza nafasi ukawa na ushirika na Mungu, unakuwa umetimiza kusudi la wewe kuumbwa. Kwa nini? Kwa sababu kusudi la kwanza, Mungu ametuumba sisi. Mungu ametuumba ili awe na ushirika na sisi, ili atupende na sisi tumpende, tuwe na ushirika usiokoma na yeye. Biblia inasema kila jioni wakati wa kupunga, jua kupunga, Mungu alikuja akaenda kwenye bustani ya Edeni akaenda kuzungumza na Adamu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimuumba Adamu ili aweze kuwa na fellowship na Mungu. Kwa hiyo ukimpa Mungu muda, unakuwa umetimiza kusudi la wewe kuwepo hapa duniani. Na unajua, unaweza ukawa umeokoka alafu ukakaa nyumbani mwa Mungu alafu usiwe na uhusiano binafsi na Mungu. Unaweza ukawa una uhusiano na Mungu kwa maana ya kwamba umetubu dhambi na umeokoka, lakini usiwe na ushirika, fellowship isiyokoma na Mungu. Unaweza usiwe nayo. Unamkumbuka yule mwana mpotevu? Sasa hebu leo achana na mwana mpotevu. Tumekuwa tukimsema sana. Leo hebu tumwangalie kaka yake. Kaka yake na mwana mpotevu. Mwana mpotevu alivunja mahusiano na baba yake, akachukua mali zake akaondoka. Lakini kuna kaka yake ambaye hakuondoka nyumbani. Kwa maana yake aliendeleza mahusiano na baba yalikuwepo, na tunaweza kusema huyu ni Mkristo ambaye huyu mmoja alimwacha Yesu kabisa akaenda duniani huko kwenda kuishi maisha ya dhambi. Halafu huyu kaka yake alikuwa ni mshirika bado, yuko kanisani, anafanya huduma, anafanya kazi. Lakini ni kitu gani ambacho kilitokea? Nataka nikusomea hapa kwenye kitabu cha Luka 15:25 hadi 32. Nisikilize kwa makini wakati nasoma, halafu nitakuonyesha vitu vichache hapa. Biblia inasema, basi yule mwanawe mkubwa, hapa hasa ni baada ya mwana mpotevu kurudi. Biblia inasema, basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo.
Kumbuka hapo alikuwepo wapi? Shambani. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi za baba. Alikuwepo shambani, kwenye shamba la Mungu. Kwa maneno mengine, kama ingekuwa ni leo, tungesema mwana mpotevu alikuwa anafanya huduma. Labda alikuwa anashuhudia, au alikuwa anatembelea wagonjwa, alikuwa anaimba praise, alikuwa anahubiri kama anachofanya hapa. Alikuwa anafanya huduma. Aliporudi, Biblia inasema alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinjia ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Asa kwanza angalia hii attitude ya huyu mfanyakazi. Yaani anampa kama ni habari njema. Kuna jambo jema limetokea, ndugu yako wewe amerudi. Biblia inasema huyu kaka sasa akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu babaye akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwanao aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Kwa cha kwanza, kaka alikuwa shambani. Maana yake alikuwa anamfanyia kazi baba yake. Alikuwa anafanya kazi ya baba, lakini alikuwa hamjui baba yake. Yaani kwa kumjua simaanishi kwamba kumjua na kumuona. Alikuwa hana ushirika, kwa hiyo haufahamu moyo wa baba yake. Kwa jinsi ambavyo alimuongelea, alimshutumu baba yake. Zile shutuma anazompa baba yake inaonyesha kwamba alikuwa haujui moyo wa baba yake. Anamwambiaje baba yake? Anamwambia, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Unaona hizi lawama hizi, nimekufanyia hivi na hivi, lakini wewe hujafanya chochote. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako, kwa maneno mengine anamwambia, wewe ni unfair, you are very unfair and unjust. Wewe moyo wako sio, una upendeleo. Pamoja na alivyokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Anamshutumu baba yake, na hivi ndivyo anavyomchukulia. Yaani maana yake anamchukulia baba yake kama mtu ambaye hayuko fair, kama mtu ambaye hayuko just, kama mtu ambaye ni unreasonable. Yaani alikuwa hamfahamu. Nikisema hamfahamu baba yake, alikuwa hamfahamu, haujui moyo wa baba yake ulivyo, haujui upendo wa baba yake. Alikuwa anafanya kazi ya baba, anaishi nyumbani na baba, lakini alikuwa hamjui baba yake. Kwa nini unafikiri alikuwa hamjui baba yake? Anaonekana alikuwa anafanya kazi ya baba, lakini alikuwa hana muda na baba yake. Ili uweze kumjua mtu lazima ukae naye. Haumjui mtu kwa kumfanyia kazi, unamjua mtu kwa kuwa na ushirika na yeye. Unajua ni rahisi sana kumtumikia Mungu kuliko kujenga mahusiano na Mungu. Ni rahisi mimi kuamka asubuhi nikaenda kufanya kazi ya Mungu kuliko mimi kutoa muda wangu na kujenga mahusiano na Mungu. Kujenga mahusiano na Mungu. Ni rahisi sana kumtumikia Mungu usiyemjua, wala yeye asiyekujua. Hakujui na wewe humjui, lakini unafanya kazi yake. Ni rahisi. Kwa alijikuta huyu kaka alijikuta hamjui baba yake, haujui moyo wa baba yake. Lakini pia kwa sababu alikuwa hamjui baba yake na alikuwa hana muda na baba, akajikuta hata haki zake pia hazijui. Unaweza kumuelewa Mkristo sasa ambaye anafanya huduma lakini Mungu hamjui, na kwa sababu hamjui Mungu hata haki zake kama Mkristo pia hazijui. Kwa sababu anamwambia baba yake, mimi hujanipa mwana kondoo niweze kufanya furaha na rafiki zangu. Hujanipa ndama aliyenona kama ulivyompa mdogo wangu aweze kufanya furaha, niweze kufanya furaha na ndugu zangu na rafiki zangu. Baba anamwambiaje? Anamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Yaani huyu kijana alikuwa nyumbani siku zote, lakini alikuwa hajui kwamba yeye ni nani. Alikuwa hajui kwamba haki zake ni zipi. Kwa nini alikuwa hajui hivi vyote? Sio alikuwa hajui hivi vyote sio kwa sababu alikuwa hafanyi kazi kwa bidii. Alikuwa anafanya kazi kwa bidii, lakini
kwa sababu alikuwa hana muda na Mungu, akajikuta hata hajui yeye ni nani. Kwa sababu alikuwa hana muda na baba yake, akajikuta hajui kwamba yeye ni nani. Kwa alikuwa anaishi kama mfanyakazi, alikuwa anaishi kama mtumwa. Unaweza kumuelewa sasa. Suleiman anasema ameona balaa kubwa juu ya nchi, kwamba watumwa wanapanda farasi, alafu watoto wanatembea kwa miguu kama watumwa. Kwa nini watoto wanatembea kwa miguu wakati wao ndio walikuwa wanatakiwa waendeshe farasi? Hawajui. Mtoto hawezi kujua kwamba yeye ni nani na ana haki zipi. Kwa huyu kaka wa mwana mpotevu ambaye alikuwa hana muda na baba yake, alijikuta anaishi kama mtumwa nyumbani kwao mwenyewe. Anaishi kama mfanyakazi nyumbani kwao mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hana muda na baba yake. Kwa alikuwa hata muda wa baba kumwambia, bwana, mimi na 1 2 3 hivi hapa unaweza ukafanyia hiki na kile. Alikuwa hana huo muda. Muda wake wote alikuwa anautumia kwenye kufanya kazi. Huyu ni sawa na Mkristo ambaye yuko kanisani, anafanya kazi, anafanya huduma, lakini hana muda na Mungu. Mkristo ambaye hana muda na Mungu atakuwa kama huyu kaka wa mwana mpotevu. Atakuwa ameokoka miaka nenda rudi, hadi amekuwa mtu mzima. Huyu kaka ameshakaa na baba yake miaka mingi, lakini hamjui Mungu, hamjui baba yake, hajui haki zake. Kwa ni sawa na Mkristo ambaye amekaa kanisani miaka nenda rudi, lakini hajui kwamba yeye ni nani. Identity yake, utambulisho wake ndani ya Kristo haujui. Mamlaka yake kama muamini haijui. Kwa atajikuta anaonewa na mapepo, anaonewa na nguvu za giza, anaishi maisha ya kushindwa. Sio kwa sababu hakuna utajiri wote ambao Mungu ameuweka kwenye neno lake kwa ajili ya huyu mtu. Ataishi maisha ya kushindwa kwa sababu yeye hajui. Tunamjua Mungu kwa kutumia muda na Mungu, sio kwa kufanya huduma, sio kwa kufanya kazi. Hayo yote lazima tufanye kwa bidii, kwa sababu Biblia inasema amelaaniwa mtu anayemtumikia Mungu kwa ulegevu. Kwa lazima tufanye huduma, lakini huduma tunafanya kutokea kwenye ushirika na Mungu. Huduma inatakiwa iextend kutokea kwenye fellowship na Mungu. Kwa alikuwa alijikuta hamjui baba yake, kama Mkristo ambaye hajui identity yake ndani ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu identity yetu ndani ya Kristo tunaijua kwa fellowship na Mungu. Biblia inasema mtoto wakati wote awapo, mrithi wakati wote awapo mtoto, ni sawa na mtumwa. Ni kama mtumwa, na hicho ndo ambacho tunakiona kwenye maisha ya kaka wa mwana mpotevu. Yeye ndio alikuwa vyote, baba yake anamwambia vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Kwa nini ulikuwa hujui hadi leo kwamba kila kitu ambacho baba yako anacho ni cha kwako? Kwa sababu humjui baba yako, huna muda naye, haujakaa ufahamu hivi vyote. Sasa Mkristo ambaye hana muda na Mungu atakuwa ni Mkristo ambaye hajui utambulisho wake ndani ya Kristo, hajui haki zake ndani ya Kristo, hajui yeye ni nani. Atakuwa anaishi kama mtumwa wakati yeye ndo mrithi, wakati yeye ndo bwana wa vyote, wakati yeye ndo bwana wa vyote. Sasa matokeo ya kutokuwa na muda na Mungu yalikuwa yapi kwa kaka huyu wa mwana mpotevu? Matokeo yake ni kwamba alikuwa ni mchanga, alishia kuwa mchanga. Yaani hizi tabia zake ukiziangalia, tabia za kaka wa mwana mpotevu ni tabia za Mkristo mchanga. Japo alikuwa ni mtu mzima, amekaa nyumbani kwa baba yake. Nakumbuka hapa Yesu alikuwa anatoa picha ya Mungu, sio baba wa kidunia yule. Ni picha ya Mungu na sisi watoto wa Mungu. Alikaa ni kama mtu amekaa kanisani miaka mingi, lakini bado ni mtu wa lawama, ni mtu wa malalamiko, ni mtu asiyejua utambulisho wake ndani ya Kristo, ni mtu asiyejua haki zake ndani ya Kristo. Kwa anamlaumu baba, ni Mkristo ambaye anamlaumu Mungu. Kila kitu anamlaumu Mungu. Kwa nini Mungu amefanya, ameniumiza? Kwa nini Mungu amefanya hivi na vile? Hizo ni tabia za mtu mchanga. Ni mtu ambaye alikuwa hana upendo. Ukimsoma kake mwana mpotevu, hakuwa anampenda mdogo wake. Anamlaumu, anamwambia baba yake, kwanza hebu angalia hii kauli yake. Anamwambia tazama mimi. Kwanza unaona hizo mimi hapo. Tazama mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote. Ni mtu wa kujihesabia haki. Ni mtu ambaye yuko performance oriented. Umeona nilichofanya? Nimefanya hiki na kile kwa ajili ya Mungu. Nimefanya hiki na kile kwa ajili ya hili kanisa. Nyie mmenifanyia nini? Kwa ni mtu ambaye ana tabia za Mkristo mchanga. Wala hujanipa mimi nyingine ya pili. Umeiona hiyo mimi? Mwanambuzi, nifanye furaha na rafiki zangu. Sio tufanye furaha pamoja kama familia au niwakaribishe na watu wengine, mimi na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako
sio huyu mdogo wangu, ameshamdisown huyu mwana wako wewe, yani kama vile hata sio mdogo wake, aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba. Wakati nasoma hapa nikawaza, alijuaje hata kama amekula na makahaba? Kwa sababu hata hakuwepo. Umemchinjia yeye ndama aliyenona. Yani hizi ni tabia za Mkristo mchanga. Ni mtu wa lawama, ni mtu wa kujiangalia yeye mwenyewe, sio mtu ambaye anaonyesha tunda la Roho. Tunda la Roho ni upendo. Na ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 13 inasema upendo hauangalii mambo yake wenyewe. Hapa alikuwa anaangalia mambo yake yeye mwenyewe. Upendo haukosi kuwa na adabu. Upendo unavumilia yote. Upendo hautakabali. Upendo haujivuni. Kujivuna ni pamoja na kujiangalia wewe mwenyewe. Kwa utagundua kwamba kwa sababu alikuwa hana muda na Mungu, manake tabia pia ya Kristo haikujengeka ndani yake. Mkristo ambaye hana muda na Mungu, hata kama ataishi kanisani awe mtu mzima kama huyu kaka yake mwana mpotevu, ni Mkristo ambaye hatakuwa na tabia ya kiungu iliyojengeka ndani yake. Atakuwa ni Mkristo ambaye kila mara unaona tabia za Mkristo mchanga ndani yake. Kwa athari mojawapo ya kukosa muda na Mungu ni kwamba tabia ya Kristo haitajengeka ndani yetu. Anasema huyu ni mwanao, sio mdogo wangu. Ni mtu wa malalamiko, mtu wa lawama, ni Mkristo mchanga. Kwa sababu gani? Kwa sababu kinachombadilisha Mkristo na kumfanya akue ni muda ambao anautumia na Mungu yeye binafsi, kwenye maombi, kwenye neno. Biblia inasema kwenye Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18 inasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo. Tukiurudisha utukufu. Yaani nimekaa na Mungu kiasi kwamba utukufu wake unanipiga, alafu mimi naurudisha kama katika kioo. Tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kama vile kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana. Halafu wakati tunafanya hiki kitendo, ili uweze kufanya kitendo cha kuurudisha, ni kitendo endelevu. Kuurudisha utukufu wa Bwana ni kitendo cha endelevu. Nimekaa uso wangu hauna utaji tena, nimeshaokoka, utaji haupo. Kwa hiyo ninaweza kufellowship na Mungu. Sasa ni wajibu wangu nikae na Mungu kiasi kwamba utukufu wake wewe unanipiga moja kwa moja, ninaurudisha. Halafu wakati ninaurudisha utukufu wa Mungu, ndivyo na mimi ninavyobadilishwa. Biblia ya Kiingereza imeweka vizuri zaidi. Inasema, and we all who with unveiled faces contemplate. Hilo neno contemplate ni la muhimu. The Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. With unveiled faces we contemplate the Lord's glory. Ili transformation itokee kwenye maisha ya Mkristo, ili badiliko litokee, ile metamorphosis itokee, ni lazima tu contemplate the Lord's glory. Na huwezi kucontemplate, huwezi kutafakari na kuruhusu utukufu wa Mungu ukupige na ufanye kazi kwenye maisha yako bila kuwa na muda mwingi na Mungu. Lazima hii ni kazi ya masaa, ni kazi ya siku na siku ya kukaa na Mungu kwa muda mwingi. Kwa Mkristo ambaye atabadilika ni Mkristo ambaye anatumia muda mwingi na Mungu. Ni Mkristo ambaye ana contemplate the glory of the Lord. Anauruhusu utukufu wa Mungu uakisiwe kwenye maisha yako. Kwani kama unavyokaa juani, umeshawahi kuweka taa ya sola kwenye jua? Ukiweka taa ya sola kwenye jua, ili iweze kuja kuwaka kwa muda mrefu, ni lazima uiruhusu icontemplate ule mwanga wa jua, irudishe ipokee ile nuru ya jua, halafu baadaye inaweza kuja kuitoa. Sasa Biblia inasema tunavyocontemplate ule utukufu wa Mungu, tunavyojiexpose kwenye utukufu wa Mungu kwa masaa, ndio tunaupokea huo utukufu wa Mungu. Na tukiupokea utukufu wa Mungu, tunaurudisha kwa Mungu, halafu ndio badiliko linatokea kwenye maisha yetu, ndio transformation inatokea kwenye maisha yetu.
Na hivyo ndo tunavyokuwa, hivyo ndo tunavyopiga hatua. Sasa ili uweze kufanya hivyo ni lazima uwe na muda na Mungu, uweze kutumia masaa ya kutosha na Mungu. Na unavyotumia masaa ya kutosha na Mungu ndivyo tabia ya Kristo inavyojengeka ndani yako. Kwa hiyo usipokuwa makini, tunaweza tukakaa kanisani, tunafanya kazi, tunafanya huduma, lakini tukawa na tabia za Mkristo mchanga, kama tabia za huyu kaka yake mwana mpotevu. Alikuwa anaonekana kama anafanya vitu vingi vyote sawa, lakini kumbe ni mtu wa kujihesabia haki, ni mtu wa kuangalia mambo yake mwenyewe, ni mtu wa kujiangalia yeye, hana upendo kwa watu wengine, ni mtu yuko performance oriented, anafikiri kwamba kwa sababu amefanya vitu ndo anastahili. Mimi ninastahili Mungu anifanyie hivi kwa sababu mimi huwa nafanya hivi. Haelewi hata neema. Concept ya neema haijui. Kwa nini? Kwa sababu hana muda na babake. Lakini pia hajui utambulisho wake. Hajui yeye ni nani. Hazijui haki zake kama mtoto nyumbani kwa babake. Kwa nini? Kwa sababu hivyo vitu vyote hivyo lazima uwe na muda na Mungu ili uweze kuvijua. Lazima utulie katika neno la Mungu. Kwa alikuwa anafanya vitu sahihi, lakini motives, dhamiri yake, nia yake haikuwa thabiti, haikuwa sahihi mbele za Mungu. Kwa hiyo Mkristo anayekuwa ni Mkristo ambaye atazidi kumfanania Kristo kila siku. Mkristo ambaye ana contemplate the Lord's glory kama neno la Mungu linavyosema. Mkristo ambaye anajiexpose kwa Mungu kupitia kutumia muda mwingi na Mungu. Utamjuaje? Utamjua kwa sababu ataendelea kumfanania Kristo kila siku. Tabia ya Kristo itaendelea kujengeka ndani yake, kwenye maisha yake, siku baada ya siku. Tunda la Roho litazidi kuwa dhahiri kwenye maisha yake siku baada ya siku. Yaani kwa kadri siku zinavyoenda, ataendelea kuwa mtu mwenye upendo, ataendelea kuwa mtu mvumilivu, ataendelea kuwa mtu mwenye furaha, ataendelea kuwa mtu mwenye kiasi, ataendelea kuwa mtu mwenye utu wema, ataendelea kuwa mtu wa kuwachukulia wengine, ataendelea kuwa mtu wa kujitoa. Yaani tunda la Roho, ile tabia ya Kristo, utaendelea kuiona ikiongezeka kwenye maisha ya mtu ambaye ana muda wa kutosha mwingi na Mungu. Kama mtu ambaye ana muda wa kutosha. Kama kuna mahali ambapo Mungu amenibadilisha, yaani ile badiliko la kutokea ndani kuja nje kwenye maisha yangu mimi binafsi, ni kwenye muda wangu wa utulivu na Mungu. Hapo ndipo ile metamorphosis imetokea kwenye maisha yangu. Metamorphosis unaweza ukaielewa kwa mfano kama pale ambapo kipepeo, yani lile anaitwa buu, lile linaitwa buu, linavyobadilika na kutoka mabawa likawa kipepeo. Hiyo ndio metamorphosis inavyofanyika. Sasa hiyo metamorphosis inatokea kwenye uwepo wa Mungu. Yaani kuna vitu ambavyo ulikuwa huwezi kuvifanya. Kwa mfano labda ulikuwa uko mtu ambaye uko very short tempered. Yaani mtu akijichanganya tu kidogo unajikuta umemwashia moto, yani umeharibu mahusiano. Yani hata kama kweli mtu alikuwa na makosa, lakini unajikuta wewe namna ambavyo ulihandle ile situation umesababisha shida nyingine kubwa zaidi badala hata ya kusolve ile shida ndogo iliyokuwepo. Umeshaye kumpa mtu kazi ya kupaka ukuta kwa mfano rangi. Alafu ukakuta kweli amepaka ukuta rangi, lakini wakati anapaka huu ukuta rangi, huu hapa tu mmoja, amechafua hiki chumba chote, yani makochi, rangi imesambaa kila mahali. Kwa hiyo inabidi sawa ukuta umependeza, lakini tuna kazi kubwa zaidi ya kusafisha kuliko hata kazi ya kwanza iliyofanyika. Sasa inawezekana ni mtu wa hivyo, lakini ukijipa muda, ukawa unakaa katika uwepo wa Mungu, ukawa unatumia muda wa kutosha kwenye maombi, kwenye neno, kwenye kutulia, kwenye kutafakari, ukaruhusu kucontemplate the glory of God, Biblia inasema transformation itatokea. Utashangaa tu uwezo wako wa kujizuia umeongezeka. Kabla hujaongea unajikuta umefikiria, umetafakari, maneno yako unajikuta unayahesabu, kinywa chako unajikuta kinalijamu. Kuna muda unatamani kabisa kusema kitu, alafu unashangaa Roho Mtakatifu amekukataza na umemsikiliza. Kwa nini? Kwa sababu transformation imetokea. Mungu amekusaidia, umeweza, transformation imetokea. Na unajua kitu cha kwanza ambacho Mungu ametuokoa ili tufanye, Mungu hakutuokoa ili tufanye huduma. Cha kwanza ambacho Mungu ametuokoa ili tufanye, Mungu ametuokoa ili tukae naye, to spend time with him. Ndio maana Marko 3:14 inasema, naye akawateua watu 12 ambao aliwaita mitume, wakae naye awatume kuhubiri. Cha kwanza wafanyeje? Wakae na Mungu. Kwa cha kwanza ambacho Mungu ametutuma kufanya, Mungu ametutuma kuja kukaa naye.
Ametuita ili tuje tukae naye, ametuchagua ili tukae naye. Ni makosa kumtumikia Mungu usiyemjua. Ni makosa kumtumikia Mungu kabla hujakaa naye. Inawezekana kabisa kumtumikia Mungu na ukawa na matokeo kabisa yanayoonekana, ila Mungu asikujue na wewe usimjue. Kwa nini? Kwa sababu hatumjui Mungu kwa kumtumikia, tunamjua Mungu kwa kukaa naye. Kwa ni muhimu sana tumpe Mungu muda kwenye maisha yetu. Unawakumbuka yale maneno ya Yesu pale kwenye Mathayo 7:21 hadi 23 pale? Yesu anasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Anasema, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Angalia maneno ya Yesu hapa. Hakuwaambia hawa watu kwamba hamkufanya miujiza kwa jina langu, wala kwa jina langu hamkutoa pepo. Ni kweli walifanya, lakini anawaambiaje? Hawaambii siwajui, anawaambia sikuwajua. Maanake wakati mnafanya hayo mambo, ni kweli mlifanya kwa jina langu na mlifanya kwa ajili yangu, lakini sikuwajua. Kwa nini? Kwa sababu hatujuani kwa kunifanyia kazi. Mimi na wewe tutajuana kwa kuwa na muda, kwa kuwa na mahusiano na Mungu. Kwa anawaambiaje? Anawaambia, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Mtu ambaye anamtumikia Mungu alafu hana muda na Mungu, utamjuaje? Utamjua, Yesu alisema mtawatambua kwa matendo yao. Hapa mwishoni kwenye huu mstari anatuambia, anawaambia ninyi mtendao maovu. Kwa walikuwa wanafanya hizi huduma na kazi huku wanaishi maisha ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kitakachotufanya tuishi maisha matakatifu sio huduma. Kinachotufanya tuishi maisha matakatifu ni muda na wa faragha ambao tunakaa na Mungu. Hapo ndipo transformation inapotokea. Hapo ndipo metamorphosis inapotokea. Hapo ndipo kipepeo, buu la kipepeo linapobadilika na kuota mabawa na kuwa kipepeo. Hapo ndipo vitu ambavyo tabia zile za utu wa kale zinapokufa, zinafia madhabahuni pa Bwana. Kwa hiyo tunapoitoa miili yetu kwenye madhabahu ya Bwana kila wakati ikakaa pale, hapo ndipo tabia za utu wa kale zinapokufa na sisi tunaweza kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo Yesu anawaambia, sikuwajua ninyi, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kumbuka, sio kwamba muda huu walikuwa wanatenda maovu. Muda huu wako mbele za Yesu, lakini wakati wanafanya hayo waliokuwa wanayafanya kwa ajili ya Yesu, walikuwa pia wanafanya na maovu. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawana muda na Mungu, hawana ushirika na Mungu, walikuwa hawana fellowship na Mungu. Kwa hiyo Yesu anawaambia, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo ili tuweze kuishi maisha ya uchaji, lazima tuwe na muda wa kutosha na Mungu. Kitu kigumu zaidi, nirudie kusema, kumpa Mungu sio jitihada na bidii ya kazi. Hawa watu walikuwa na bidii sana ya kazi, lakini kitu kigumu cha kumpa Mungu ni muda. Ni muda. Kitu kigumu zaidi kumpa Mungu ni muda. Mara nyingi sana kabla Mungu hajakupa kazi, atakuita kwanza ukakae naye, ukawe na fellowship na yeye. Alafu ukikaa na yeye, hapo ndipo atakutuma sasa uende kufanya kile ambacho Mungu anataka ufanye. Ni kupitia kukaa na Mungu ndipo hata utazijua njia za Mungu. Na hatutafanya vitu kwa kubahatisha. Kwenye episode iliyopita ya 5 nilikuambia kwamba Musa alizijua njia za Mungu kwa kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Hakuna kitu chenye nguvu hapa duniani kama wewe kuzijua njia za Mungu alafu ukaziishi. Ukifanya hivyo unakuwa mtu ambaye hauzuiliki. Kwa hiyo natamani nikutie moyo kwamba kuanzia leo, hebu dhamiria kutumia muda na Mungu, kumpa Mungu muda wako. Kila mara unapompa Mungu muda, kabla ya kuanza siku yako ukampa Mungu masaa mawili. Ukiwa njiani unaenda kazini, ukatenga nafasi, ukahamisha focus yako, ukaihamishia kwa Mungu, ukasikiliza mahubiri, ukasikiliza Biblia, ukaomba, ukasoma neno, ujue kwamba unampa Mungu kitu cha thamani sana, na hicho ambacho kitaleta mabadiliko kwenye maisha yako. Ukienda kumtumikia Mungu, utaenda ukiwa unamjua unayemtumikia. Wale mapepo waliwauliza wale wana wa Skewa, aliwaambia Yesu, tunamjua na Paulo pia tunamjua, ninyi ni akina nani? Hata shetani anamjua Mkristo ambaye hamjui Mungu. Anamjua Mkristo anayefanya huduma lakini hamjui Mungu. Kwa hiyo tuna wajibu wa kutoa muda wetu wa kutosha tumjue Yesu. Yaani tusikemee mapepo kwa jina la Yesu wa Paulo.
kwa jina la Yesu wa mchungaji. Mkemee pepo kwa jina la Yesu wako wewe ambaye unamjua. Hicho ndio ambacho kitaleta badiliko kwenye maisha yako. Ninaamini kwamba Mungu atakusaidia na utatengeneza nafasi kwa ajili ya kumsikia Mungu kila mara.